Tafakari ya neno la Mungu Dominika ya tarehe 29 mwezi wa 6 2025, sherehe ya watakatifu Petro na Paulo mitume. Ndugu zangu, katika Dominika hii ambayo inapaswa kuwa Dominika ya 13 ya mwaka wa Kanisa linafanya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo mitume ambayo huadhimishwa kila mwaka tarehe 29 ya mwezi Juni. Katika mwaka huu sherehe hii ya watakatifu Petro na Paulo imeangukia Dominika, na hivyo tunaiadhimisha hiyo. Hawa ndio wale ambao walipoishi walipanda kanisa kwa damu yao, walikunywa kikombe cha Bwana, wakawa rafiki zake Mungu. Karibuni tutafakari neno la Mungu katika sherehe hii ya watakatifu Petro na Paulo mitume. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 11, huku la pili likitoka katika waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 mstari wa 6 hadi wa 8 na mstari wa 17 hadi wa 18, na Injili takatifu ni kadiri ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 16 mstari wa 13 hadi wa 19. Ndugu zangu, katika masomo yote ya leo ninawaalika tutafakari juu ya mambo haya matano ya msingi yanayopatikana katika neno la Mungu. Kwanza kabisa, kusudi la kuumbwa kwetu na kusudi la kuishi kwetu duniani. Ndugu zangu, tunafundishwa na katekisimu ya kanisa kwamba Mungu alituumba ili tumjue, tumpende na tumtumikie, na mwisho tupate kufika kwake mbinguni. Katika kusudi hilo la Mwenyezi Mungu tumepata wito. Wito wa kwanza ni kuwa binadamu, mwanaume au mwanamke, mvulana au msichana, mzee, kijana, mtoto, baba au mama na kadhalika. Katika ubinadamu wetu tuna miito na migawanyiko mbalimbali, lakini tumeitwa katika ubinadamu huo kuwa Wakristo, na sio Ukristo katika sehemu nyingine yoyote, bali muamini wa mfuasi wa Kristo, muamini wa Mkristo katika kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Tumeitwa katika hayo yote, katika ubinadamu wetu na Ukristo, hatima yake ni kuwa watakatifu, na utakatifu hauanzi baadaye, hauji mwishoni. Utakatifu tunauja kwa kuishi. Ndio maana Zaburi ya leo inatuambia nitamuhimidi Bwana kila wakati. Zaburi ya 34 mstari wa kwanza hadi wa 6. Sifa zake zi kinywani mwangu daima. Mtakatifu ni mtu anayealikwa kutangaza sifa za Bwana, kuwaza, kusema na kutenda mema, yale tu yanayolingana na fahari na utukufu wa msalaba wa Kristo. Mtakatifu, mwanadamu Mkristo mtakatifu, anaalikwa kuwaza, kusema na kutenda yale tu yaliyo mema, yanayolingana na utukufu na fahari ya msalaba wa Kristo. Anaalikwa kujisifu daima katika Bwana, maana Bwana ndiye Bwana wangu na sina wema ila utokao kwake, na aliye mtakatifu kimya kimya tu umngojea Mungu. Ninaongelea juu ya utakatifu kwa kuwa tunafanya kumbukumbu ya watakatifu, sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, ambao katika ubinadamu wao waliitwa kuwa binadamu, wakaitwa kuwa Wakristo na wakaitwa kuwa watakatifu. Na katika kuwa watakatifu, siku zote walitolea maisha yao kama Wakristo kumuhimidi Bwana na kutangaza sifa za Bwana. Ni fundisho na mwaliko kwetu sisi kuishi katika kumuhimidi Bwana kila wakati, kutangaza sifa za Bwana daima moyoni mwetu, katika wale tunaoishi nao, waone maneno yetu, wayasikie maneno yetu, waone matendo yetu, na mawazo yetu yawe ya kulenga katika mema. Na kama tunaalikwa kujisifu na kujivuna, daima iwe ni katika Bwana, kwa kadiri ambavyo Mungu ametufanya tuwe hivyo tulivyo. Ndugu zangu, katika wito tunaoitwa tunaalikwa kutokutenda dhambi, kuwatangazia watu watoke katika uovu, na kutowaingiza watu katika uovu, wala kutowatangazia watu maovu, bali kuyatangaza yaliyo mema.
Katika kuliadhimisha jina la Bwana pamoja na watu, tunaalikwa kutafuta umoja, amani na ushirikiano na wote, kama ambavyo tunafundishwa na waraka kwa Waebrania sura ya 12 mstari wa 14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao pasipokuwa nao hapana mtu atakayemuona Bwana. Tunaalikwa kuishi ndani ya kanisa ambamo ndani yake imani yetu imejengwa juu ya msingi imara wa mitume na kupandwa kwa damu yao. Katika kanisa hilo tunaalikwa kuishi katika umoja ambao kanisa umekuwa nalo tangu kale, kama tunavyosikia katika somo la kwanza, pale ambapo mtume Petro amefungwa ili kuzuiwa katika kufanya kazi yake ya kumshuhudia Mungu. Kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Na hii ni fundisho kwetu tulio wafuasi wa Kristo. Tunaalikwa kuishi katika umoja, kufurahi na wale wafurahio na kulia kwa pamoja na wale waliao. Ndugu zangu, ni wazi kwamba shauri yao au shauri yake au utajiju au mimi simo ni juu yake sio maneno ya Kikristo. Katika kuishi na kuitafakari sherehe hii ya watakatifu Petro na Paulo mitume, tunaalikwa pia kufuata maagizo ya Mungu tuliyoyapokea kupitia kwa mitume. Hili linaelezwa wazi katika sala ya leo, ambapo tunamwomba Mungu alijalie kanisa lake katika mambo yote lifuate maagizo ya mitume, maana kutoka kwao limepokea mwanzo wa Ukristo. Tunaalikwa kuishi katika imani, umoja na upendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu kwa sasa Leo wa 14, pamoja na askofu wetu kila mmoja wetu jimbo alilopo, pamoja na mapadri wetu. Mara nyingine tumekuwa na watu wenye tabia za kusema mimi askofu nampenda na namkubali, lakini paroko au padri huyu simtaki. Tunaalikwa kuwakubali na kuwapokea kwa jinsi walivyo wafuasi wa Kristo, kwa jinsi walivyo watumishi wa Kristo, kuwavumilia katika mapungufu yao na kuwasaidia watoke katika hayo na si kuwadumisha katika maovu hayo, maana tumealikwa kujenga na si kubomoa. Tunaalikwa kufuata mafundisho ya kanisa. Tusijitungie wala kutaka vionjo vyetu ndivyo vifuatwe, bali yale ambayo Kristo ametufunulia na tumerisishwa hivyo katika imani ya mitume, ambao mitume waliyashuhudia hadi kuwa tayari kumwaga damu yao kwa ajili ya hiyo imani kwa Mungu. Sisi tunaalikwa tuyafuate na kuyatunza hayo. Tusianze kutafuta vitu vinavyoibuka, kufuata hisia na kuanza kupinga. Ndugu zangu, katika kuishi imani kiukweli, hatualikwi tu katika maisha ya furaha. Wakati fulani tutapatwa na magumu, wakati fulani tutapatwa na shida. Lakini tukumbuke kwamba Mungu amtupi kamwe mja wake. Somo la kwanza la leo linaonyesha kuwa Mungu aweza kutenda yote na daima yuko tayari kuwasaidia wale wote wanaomtumainia. Mungu anamtuma malaika wake amuokoe mtume Petro kutoka katika gereza ambamo alifungwa na Herode, na Herode alipanga kumuua. Mungu anamuokoa. Na hata Petro mwenyewe hajui kweli wokovu wake unakuaje hadi mwishoni anaposema kwamba sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Katika maana hiyo Mungu hawaachi kamwe wale wanaomkimbilia, wanaomtumainia. Ndugu zangu, Mungu anapokuwa na haja na wewe, jitahidi basi uitike na kuitimiza haja hiyo ya Mungu aliyokujalia. Kumbuka kwamba hakuna hata mmoja kati yetu aliyezaliwa kwa bahati nasibu, yani kwa kitu tu kilichotokea ghafla au kwa bahati mbaya. Mungu alipanga uje duniani, uje ulimwenguni, uzaliwe na uwe hivyo ulivyo, na anania na wewe. Sikiliza sauti ya Mungu, tambua haja hiyo ya Mungu, funga, sali, toa sadaka, ujaliwe kuyajua mapenzi ya Mungu na ujaliwe nguvu za kuweza kuyatimiza hayo tu katika maisha yako. Mungu alimwokoa mtume Paulo pia na kumwepusha na mabaya yote ili azidi kuwa mjumbe wake. Katika safari ambazo Paulo amepita katika kuhubiri Injili, mara kadhaa alitishiwa hali yake, hata hali ya afya, na hata kutishiwa kufa. Lakini katika yote, kama anavyosema leo katika waraka wake kwa Timotheo, somo la pili tunalolisikia katika siku ya leo, anasema lakini Bwana alisimama pamoja nami, akanitia nguvu, ili kwa kazi yangu ule ujumbe utangazwe kwa utimilifu hata wasikie mataifa yote, nami nikaokolewa katika kinywa cha simba. Ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu anavyowapigania wale wote wanaomwamini, wale wote wanaomtumainia. Kumbuka kwamba umeitwa kuwa Mkristo, umekuja duniani sio kwa bahati mbaya, ni kwa kusudi. Ishi katika umoja, ishi katika imani, ishi katika uvumilivu, ishi katika kumwamini na kumtumainia Mwenyezi Mungu.
Katika somo la Injili takatifu tunaalikwa tujiulize, Mungu ni nani kwako? Je, unamjua Mungu? Unampenda Mungu? Unamtumikia Mungu? Uko tayari kumkiri Mungu waziwazi au unaogopa watu, unaogopa maneno na makundi ya watu waovu? Sherehe ya leo ya watakatifu Petro na Paulo mitume itufundishe na sisi kwamba tunaalikwa kuwa akina Petro na Paulo wa nyakati hizi. Petro alikuwa wa kwanza kukiri imani. Daima tuwe wa kwanza kukiri imani katika Mungu, kuiamini na kuifundisha kwa watu. Paulo alielezea imani kwa ufasaha. Tukiri imani na tuifundishe kwa wengine. Ndugu zangu, tufanye juhudi sana kujifunza mambo ya imani yetu. Tusiridhishwe tu na kile ambacho tumepewa. Tutafute zaidi na zaidi. Tusome maandiko matakatifu, tushiriki ibada mbalimbali, tutafute mafundisho na vitabu mbalimbali vya kutueleza imani, katekisimu ya Kanisa Katoliki, Biblia takatifu na mafundisho mbalimbali na mahubiri na mambo mbalimbali ya kanisa. Tujibidishe na kushughulikia umoja wa kanisa na umoja wa waamini na watu wote. Tusiache dunia ikiwa inapalangana na kusema kwamba mimi simo shauri yao. Huo sio Ukristo. Kama ambavyo kanisa liliweza kuhangaika pale ambapo Petro alikuwa amehangaika, likasali likamwomba Mungu kwa ajili yake, ndivyo ambavyo tunaalikwa Wakristo kusali na kushiriki katika dhiki na tabu na mazuri pia ya wengine. Tusiwe watu wa kusema shauri yao au mimi hayanihusu. Ndugu zangu, hatimaye kama ambavyo Petro na Paulo walikuwa tayari kumwaga damu yao kwa ajili ya kumfuasa Kristo, nasi tunaalikwa kuwa tayari kufa kwa ajili ya kumfuasa Kristo. Kristo ambaye tunamjua, Kristo ambaye tunampenda, Kristo ambaye tunamtumikia. Tumtumikie kwa uaminifu, atakuwa tayari kupoteza uhai wetu kwa ajili yake. Tukumbuke ni heri kufa kuliko kutenda dhambi. Mara kadhaa tunapata fursa mbalimbali. Vichangamoto mbalimbali vinavyojitokeza, tunaanza kiburi, tunaanza kutaka kutengana. Je, umoja wa kanisa utakuwepo kwa kiburi chetu? Tujifunze siku zote kuwa watii. Tumuombe Mungu atujalie kuwa watu wenye bidii katika kuishuhudia imani. Vishawishi mbalimbali vya dhambi vinapotujia vinatufanya tunakuwa wepesi kuanguka katika dhambi na kuiacha imani. Je, Petro na Paulo wangekuwa wepesi kuanguka katika dhambi na kuiacha imani, tungekuwa leo na ushuhuda wa watakatifu hawa? Ndugu zangu, tunaalikwa tumwombee Baba Mtakatifu aliye kielelezo cha umoja wa kanisa la ulimwengu. Tuwaombe na maaskofu wetu vielelezo vya umoja wa makanisa mahalia na kanisa la ulimwengu. Na tuwaombee mapadri, tuwaombee na waamini wote, na kila mmoja wetu ajione ana nafasi na kiungo, ameitwa kuwa mtume ndani ya kanisa. Siku zote tuweze kumhimidi Bwana na sifa zake ziwe kinywani mwetu. Katika mambo yote tumtafute Mungu na tutafute kuwa na amani na watu wote, na umoja ndio kifungo cha ukamilifu, ambapo ndio kielelezo cha upendo wa Kristo mwenyewe aliyetupenda hata akawa tayari kutoa uhai wake kwa ajili yetu. Kristo mwenyewe hakika atatuokoa katika kinywa cha simba. Mungu atulinde na kutubariki. Tumsifu Yesu Kristo.